Katika viganja vya mikono ya mwanadamu kuna mistari ya aina mbalimbali. Kuna mstari wa maisha, kuna mstari wa moyo, kuna mstari wa akili, kuna mstari wa jua na mistari mingine mingi. Kila mstari ambao upo kwenye kiganja chako cha mkono huwa una maana yake. Ina maana mistari hiyo inapokuwa mirefu au mifupi huwa inamaanisha ujumbe fulani ama kuwakilisha nguvu fulani ambayo mwanadamu anakuwa ameibeba ndani yake. Na ndiyo maana binadamu ambaye amesomea elimu ya palmistry akikutazama kwenye kiganja chako cha mkono anaweza akaelewa mambo mbalimbali ambayo yapo ndani yako. Wakati mwingine hata hatima yako inaweza ikaonekana kupitia viganja vyako vya mikono. Kwa sababu natamani tuweze kuelewa mistari ambayo ipo kwenye viganja vyetu vya mikono ina maana gani, hatuwezi kuongelea mistari yote kwa pamoja. Leo tutakwenda kuzungumzia mstari wa moyo, yani heart line. Huu ni mstari ambao huwa unakuwa umeanzia chini kabisa ya kiganja chako, yani pembezoni mwa kiganja, katika upande ambako kuna kidole chako kidogo. Mstari huu huwa unaanzia pembezoni mwa kiganja chako na kukatiza katikati ya kiganja chako, au wakati mwingine unaweza ukaelekea kati ya kidole chako cha shahada na kidole chako cha kati. Embu tumia sekunde 5 kukagua kwenye kiganja chako cha mkono. Je, umeuona mstari wa moyo? Bila shaka utakuwa umeuona. Sasa embu fanya zoezi moja, unganisha kiganja chako cha kushoto na kiganja chako cha kulia kama inavyoonekana kwenye hii picha. Embu niambie, mara baada ya kuunganisha kiganja chako cha mkono wa kushoto na kiganja chako cha mkono wa kulia, je, mistari yako ya moyo inaonekanaje? Je, mistari yako ya moyo inaonekana kama inavyoonekana kwenye picha namba 1, yani ipo katika uwiano unaolingana, ama inaonekana kama kwenye picha namba 2, yani kiganja chako cha kushoto mstari wake wa moyo upo juu, alafu kiganja chako cha kulia mstari wake wa moyo upo chini? Ama inaonekana kama inavyoonekana kwenye picha namba 3, yani mstari wa moyo kwenye kiganja chako cha kushoto upo chini, alafu mstari wa moyo kwenye kiganja chako cha kulia upo juu? Kama mistari yako ya moyo inaonekana kama inavyoonekana katika moja kati ya picha ambazo unaziona katika video hii, leo nitakwenda kukwambia ishara hiyo ina maana gani, wewe ni nani, ndani yako una nguvu gani. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii nimeitengeneza mahususi kabisa kwa ajili yako, ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Hivi ndivyo mistari ya moyo kwenye viganja vya mikono yako inavyoeleza kila kitu kuhusiana na siri ambazo zimejificha ndani yako. Namba 1. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao walipokutanisha viganja vya mikono yao, mistari ya moyo katika viganja vyao vya mikono vilionekana vipo katika uwiano sawa, yani havikupishana, ni kama ambavyo inaonekana katika picha namba 1. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wapo katika kundi hili, hizi ni siri ambazo zimejificha ndani yako. Namba 1. Wewe ni mwanadamu mwenye uaminifu wa kihisia kuliko binadamu wengine. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, tunapozungumzia hisia, binadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo baadhi ya wanadamu ambao si waaminifu wa kihisia, ninamaanisha hawawezi kuonesha usoni kile ambacho kipo mioyoni mwao. Mara nyingi hawa ni wanadamu ambao wanaweza kufanya udanganyifu katika macho ya watu. Wanaweza wakawa na huzuni moyoni, lakini bado wakaonesha wana furaha katika macho ya watu wengine. Wanaweza wakawa na hasira, lakini wakajaribu kuificha hasira yao na usoni wakaonesha wapo kawaida. Yaani uhalisia ambao upo katika moyo wao unakuwa tofauti kabisa na kile ambacho wanakionyesha katika macho yao. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha
Asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili, hawa ni binadamu ambao hawawezi kufanya unafiki wa kihisia wala hawawezi kufanya udanganyifu wa kihisia. Mara nyingi kile ambacho wanakuonesha machoni ndicho ambacho wanakihisi moyoni. Wakiwa na huzuni, huzuni yao wataionyesha katika macho ya watu wengine. Wakiwa na hasira, wataonesha hasira yao mbele ya macho ya watu wengine. Kamwe hawawezi kuficha hisia zao za moyo na kuonesha uhalisia ambao si wa kweli katika macho ya watu wengine. Kwa sababu ya haiba yao, binadamu wa kundi hili huwa ni rahisi kusaidiwa kisaikolojia kwa sababu wanaweza kuonesha uhalisia wa kile ambacho wanapitia katika mioyo yao. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wapo katika kundi hili, alafu ni mdanganyifu wa kihisia, tutakucheka. Kwa sababu wewe ni moja kati ya wanadamu ambao tafiti mbalimbali za Palmistry zimekuwa zikionyesha ninyi si wanadamu wenye unafiki katika hisia. Kile ambacho wanakihisi katika mioyo yao ndicho hicho ambacho huwa wanakionyesha katika nyuso zao. Namba 2, wewe ni mwanadamu mwenye upendo wa kweli na thabiti kuliko makundi mengine ya wanadamu. Kiwango cha upendo kinaweza kutofautiana kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine, na ndio maana hata wanadamu mbalimbali wanapoingia katika mahusiano alafu mahusiano hayo yakavunjika, reaction yao huwa inatofautiana. Wapo ambao baada ya mahusiano kuvunjika huchukua maamuzi ya kwenda kukatisha uhai wao, lakini wapo ambao baada ya mahusiano kuvunjika huamua kujidumbukiza katika wimbi la ulevi na matumizi ya madawa ya kulevya, lakini wapo ambao mahusiano yanapovunjika wanaweza kupona kwa haraka. Lakini kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika, binadamu wa kundi hili hawa ni wanadamu ambao wanapopenda huwa wanapenda kweli kweli. Hawawezi kuugawa upendo wao na kuuonesha kwa watu zaidi ya mmoja. Wanapompenda mtu mmoja huwa wana uwezo wa kumpenda mtu huyo, na ndio maana ni wanadamu waaminifu sana katika mahusiano, kwani wanaweza kupenda kwa dhati na tena upendo wao unaweza kudumu kwa muda mrefu sana. Si binadamu ambao wanaweza kuwa na mabadiliko ya mara kwa mara katika hisia zao za upendo. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamebahatika kuingia kwenye mahusiano na binadamu wa kundi hili, jipongeze, jisifu kwa sababu umeingia kwenye mahusiano na mwanadamu ambaye anapopenda basi anapenda kweli kweli. Namba 3, wewe ni mwanadamu ambaye haupendi kukurupuka katika maamuzi kwenye maisha yako. Katika ufanyaji wa maamuzi, wanadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo ambao hufanya maamuzi kwa sababu ya hisia zao, yani maamuzi mengi ambayo wanayafanya katika maisha yao huwa yanakuwa yameegemea katika hisia zao, na mara nyingi binadamu wa kundi hili hujikuta wakijutia maamuzi yao kwa sababu maamuzi ambayo yanatokana na hisia lazima utajikuta unayajutia pale hisia zako zitakapokuja kubadilika. Fikiria unapokuwa na hasira ukafanya maamuzi, hasira zako zitakapoisha lazima utajikuta mwenye majuto makubwa, kwa sababu mara nyingi maamuzi ya hasira huwa si maamuzi sahihi. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanadamu ambao wamezaliwa alafu mistari yao ya moyo ikawa sambamba na ikatengeneza umbo la nusu mwezi kama inavyoonekana katika picha namba 1. Hawa ni wanadamu ambao katika maisha yao hawapendi kufanya maamuzi ya kukurupuka. Hawa ni wanadamu ambao huwa wanafikiria kwa kina kabla ya kufanya maamuzi, na ndio maana hata wanapokuwa katika mahusiano yao yanaweza kudumu, kwa sababu asilimia kubwa ya maamuzi ambayo wanayafanya huwa yanazingatia akili na sio hisia, au wakati mwingine wanaweza kuunganisha akili na moyo kwa pamoja. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wana kawaida ya kufanya maamuzi kwa kutegemea hisia, ni vema ukajifunza kwa binadamu wa kundi hili, kwa sababu kama utajifunza kufanya maamuzi kwa kutumia akili, inamaanisha asilimia kubwa ya maamuzi ambayo utakuwa unayafanya kwenye maisha yako yatakuwa ni maamuzi sahihi, kwa sababu utaweka hisia pembeni, kisha utafikiria kwa akili timamu, na utajikuta maamuzi mengi ambayo unayafanya yanakuwa na tija na hayatakuwa na majuto katika maisha yako. Namba 4, wewe ni mwanadamu mwenye ukomavu wa kihisia kuliko binadamu wengine. Katika kiwango cha ukomavu wa kihisia, wanadamu wamegawanyika katika makundi mawili.
Wapo binadamu ambao hawana ukomavu wa kihisia, yaani hawa ni wanadamu ambao hawawezi kudhibiti hisia zao. Mara nyingi wanaweza kuonesha reaction katika matukio mbalimbali kwa sababu ya hisia zao. Hawa ni wanadamu ambao wanapokumbwa na jambo dogo wanaweza wakaonesha reaction kubwa, aidha kwa kulia kupita kiasi ama kwa kujikuta wakipoteza uelekeo wa maisha kwa sababu tu aidha kuna kitu fulani kimetokea katika maisha yao ambacho kimegusa hisia zao. Na mara nyingi binadamu wasiokuwa na ukomavu wa kihisia wanaweza kujiua hata wanapoachwa katika mahusiano ama wanapopitia changamoto mbalimbali za kimaisha wanaweza kujiua. Lakini kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ambazo zimetokana na research ya Permisfree Education zimekuwa zikibainisha kuwa asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili hawa ni wanadamu ambao wanaweza kujidhibiti dhidi ya hasira, wivu pamoja na maumivu mbalimbali ya kihisia. Na ndio maana binadamu wa kundi hili kuna wakati wanapokuwa wamekasirika, ni kweli wanaweza kuonesha hasira zao katika uso wao kwa sababu si wanafiki wa kihisia, lakini pia wanajua namna gani ya kudhibiti hisia zao kwa sababu wanatumia akili kutafakari juu ya matukio ambayo wangeweza kuyafanya kutokana na hasira zao, na hivyo wanajikuta wamedhibiti hisia zao na kurudi katika hali ya kawaida tofauti na makundi mengine ya wanadamu. Namba 5, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda amani katika maisha yako. Wapo wenzangu na mimi ambao roho zao haziwezi kutulia wanapoona amani imetawala katika maeneo ambayo wanaishi. Ni lazima wataanzisha chokochoko ili mradi tu waweze kuivuruga amani. Lakini kwa mujibu wa tafiti mbalimbali, asilimia kubwa ya wanadamu ambao wapo katika kundi hili ni watu ambao wanapenda amani maishani mwao. Hata wanapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi hawawezi kuvumilia mahusiano yasiyokuwa na amani. Ni wepesi wa kuondoka katika maeneo yenye migogoro. Hivyo kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanaishi kwenye mahusiano na mtu ambaye ana sifa hii, ni vema ukajifunza kuitunza amani katika mahusiano yenu, kwa sababu kama mahusiano yenu yataandamwa na migogoro mbalimbali, kumbuka mwanadamu wa kundi hili atachagua amani kuliko migogoro. Lakini pia hawa ni binadamu ambao hawapendi mahusiano yenye drama nyingi. Basi kama wewe ni mwanadamu ambaye umeingia kwenye mahusiano na mwanadamu wa kundi hili, hakikisha unaishi uhalisia wa maisha yako. Usipende kuleta drama mbalimbali katika mahusiano, kwa sababu utajikuta unampoteza mtu ambaye unampenda na unatamani aendelee kubaki kwenye maisha yako. Namba 6, wewe ni mwanadamu usiyependa udanganyifu katika maisha yako. Wanadamu ambao wapo katika kundi hili, sifa kubwa ambayo hupelekea wadumu katika mahusiano ni kwa sababu hawana sura mbili katika mahusiano. Wanapoingia kwenye mahusiano ni wanadamu ambao kama wanavyoonyesha katika uso wao ndivyo wanavyomaanisha katika mioyo yao. Hawana ulaghai wa kihisia katika mahusiano kama ilivyo kwa baadhi ya binadamu. Hawa ni wanadamu ambao wanapokwazika watakuonesha na watakuambia, lakini wanapofurahia pia watakuonesha usoni. Namba 7, wewe ni mwanadamu ambaye unaweza kudumu kwenye mahusiano kuliko makundi mengine ya wanadamu. Uwiano ambao unaonekana katika viganja vya mikono yako, yani mstari wako wa moyo, upo katika uwiano sawa na umetengeneza umbo la duara mwezi kama ambavyo inaonekana kwenye picha namba 1. Basi wewe ni mwanadamu ambaye utakapoingia kwenye mahusiano ni vigumu sana mahusiano yenu kuvunjika, kwani ndoa yako itakuwa imara na mahusiano yenu yatakuwa ya muda mrefu, tofauti na ilivyo kwa wanadamu wengine. Nimezungumzia mambo kadhaa kuhusu binadamu ambao wana ufanano na picha namba 1. Hebu twende kwa wanadamu ambao wana ufanano na picha namba 2. Hawa ni wanadamu ambao walipounganisha viganja vya mikono yao vilionyesha taswira kama inavyoonekana kwenye picha namba 2. Yaani mstari wa moyo kwenye viganja vyao vya mikono ya kushoto ilikuwa juu na mstari wa moyo kwenye viganja vyao vya mikono ya kulia ilikuwa chini kama ambavyo inaonekana kwenye picha hii namba 2. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao mistari yao inaonekana kama inavyoonekana kwenye picha namba 2, basi wewe ni mwanadamu mwenye sifa zifuatazo. Namba 1, wewe ni mwanadamu ambao hisia zako zipo karibu kuliko binadamu wengine.
Unaweza ukajiuliza ni kwa nini matukio mbalimbali yanayogusa hisia yanapotokea mbele ya macho yako, wewe huwa unajikuta hisia zako zinaguswa kuliko watu wengine. Yaani linapotokea jambo ambalo litawapa maumivu, utajikuta wewe unaumia kuliko watu wengine. Linapotokea jambo ambalo linatia huruma, utajikuta wewe unaingiwa na huruma kwa kina kuliko binadamu wengine. Lakini linapotokea jambo ambalo linasababisha huzuni, wewe unajikuta una huzuni kuliko binadamu wengine. Usijishangae, na wala hilo si tatizo, bali ni sifa ambayo ipo ndani yako, kwani kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ambazo zimewahi kufanyika katika uso wa dunia, imekuwa ikibainika kundi lako ni binadamu ambao hisia zao zipo karibu kuliko wanadamu wengine, na ndio maana wakati mwingine huwa unakuwa ni mwepesi wa kupenda. Yaani mtu fulani akikufanyia matendo fulani ya upendo, unajikuta unampenda kwa kina kuliko inavyokuwa kwa wanadamu wengine. Kama wewe ni mwanadamu wa kundi hili, ni vema ukawa makini katika maisha yako, kwa sababu kuna wakati baadhi ya binadamu wakishaujua udhaifu wako, wanaweza kukuigizia na ukajikuta umewapenda hali ya kuwa lengo lao lilikuwa ni kukufanyia udanganyifu wa kimapenzi. Namba 2, wewe ni mwanadamu mwenye uwezo mkubwa wa kuficha hisia zako za ndani. Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, katika kuficha hisia, binadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo baadhi ya binadamu ambao hawawezi kuficha hisia zao za ndani. Yaani vile ambavyo wanahisi katika mioyo yao, ndivyo hivyo ambavyo wataonesha katika sura zao. Wakiwa na huzuni moyoni, huzuni hiyo pia wataidhihirisha machoni. Wakiwa na furaha moyoni, furaha hiyo pia wataidhihirisha machoni. Wakiwa na hasira moyoni, hasira hiyo pia wataidhihirisha machoni. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua dhidi ya binadamu ambao wapo katika kundi hili, hawa ni wanadamu wenye uwezo mkubwa wa kujistiri kihisia. Yaani kuna muda huwa ni vigumu kuwasoma wana hisia gani, na ndio maana hata unapokuwa na ukaribu nao, unaweza ukawaudhi na usijue kama umewaudhi. Unaweza ukawafurahisha na usijue kama wamefurahi, kwa sababu mara zote sura zao zitaonesha wapo katika hali ya kawaida, jambo ambalo linaweza kuficha hisia ambazo zipo katika mioyo yao. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kama wewe ni mwanadamu wa kundi hili, si kila hisia unatakiwa kuzificha. Kuna wakati lazima uoneshe kwa vitendo kile ambacho unapitia katika moyo wako, ili uweze kupata msaada wa kisaikolojia, kwani watu watakapokuona upo kawaida, watakuchukulia katika hali ya kawaida, hali ya kuwa unapitia maumivu katika moyo wako. Lakini pia wakati mwingine huwa inatokea unakuwa na hisia za upendo juu ya mtu fulani, lakini kwa sababu unaficha hisia zako, unajikuta unampoteza mtu ambaye unampenda. Ni vema ukaonesha hisia za upendo kwa mtu ambaye unampenda, kwa sababu ili mtu aweze kujua kama unampenda, lazima utamke ama uoneshe hisia zako waziwazi juu yake. Namba 3, wewe ni mwanadamu ambaye huwa unaishi ukiwa na upendo wa kimya kimya katika moyo wako. Ni vigumu sana kuonesha upendo wako kwa mtu ambaye unampenda, na sababu hii inaweza kupelekea ukampenda mtu ukashindwa kumuonesha upendo na kujikuta mtu huyo ameingia kwenye mahusiano na mtu mwingine. Mara nyingi binadamu wa kundi hili huwa ni vigumu sana kuamua kuonesha wazi hisia zao za upendo kwa watu ambao wanawapenda, na mara nyingi binadamu wa kundi hili hujikuta katika majuto, kwa sababu wanaweza kukupenda wakapata nafasi ya kuzungumza ukweli, lakini wakashindwa kusema ukweli, lakini wanajikuta kwenye maumivu pale wanapokuja kugundua kuwa tayari umeshaingia kwenye mahusiano na mtu mwingine. Namba 4, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kuishi kwa uzoefu wa hisia za zamani. Mara nyingi binadamu wa kundi hili, kama waliwahi kuingia kwenye mahusiano na wakapitia maumivu, huwa wanajikuta wanakuwa waangalifu sana katika maisha yao yajayo, kwani wanaamini huenda watakapoingia tena katika mahusiano watapitia uzoefu wa maumivu kama ulivyotokea katika mahusiano yao yaliyopita, na inakuwa ni vigumu sana kuwaamini binadamu wengine. Namba 5, wewe ni mwanadamu ambaye akili yako imetawala matendo yako. Moja kati ya sifa ambayo hupelekea binadamu wa kundi hili wafanikiwe sana katika maisha yao ni kwa sababu wanapenda kutumia akili zaidi kuliko hisia, na ndiyo maana
Hata binadamu wa kundi hili wanapofanya maamuzi mbalimbali kwenye maisha yao, maamuzi yao huwa yanakuwa maamuzi sahihi yasiyokuwa na majuto, kwa sababu ni binadamu ambao kabla ya kufanya maamuzi huwa wanatafakari kwa kina kwa kutumia akili na si hisia. Namba 6. Wewe ni mwanadamu ambaye mara nyingi huwa unakuwa na hofu ya kukataliwa. Moja kati ya sifa ambayo wanayo binadamu wa kundi hili huwa ni binadamu ambao wanapenda kuchukua tahadhari kubwa katika maisha yao, kwani ni waoga wa kukataliwa, na ndiyo maana hata wanapoambiwa haufai au wanapomtongoza mtu fulani alafu mtu huyo akakataa kuingia nao katika mahusiano ya kimapenzi, ndani yao huwa wanajihisi maumivu makali kuliko binadamu wengine, kwa sababu huwa hawapendi kukataliwa, na kwa sababu hiyo huwa wanaweza wasieleze hisia zao, kwa sababu wanahofia labda wakisema hisia zao wanaweza wakakataliwa. Namba 7. Wewe ni mwanadamu ambaye huwa unahitaji muda mrefu ili kumwamini mtu fulani katika maisha yako. Katika kiwango cha kuamini binadamu wengine, wanadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo wanadamu wenye uwezo wa kuamini binadamu wengine kiurahisi, lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha binadamu wengine huwagharimu muda mrefu kuweza kujenga uaminifu dhidi ya watu wengine. Utafiti huu pia unathibitisha kuwa asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili huwa si wepesi wa kuamini kiurahisi binadamu ambao wanakuja katika maisha yao. Ni kwa sababu ni wanadamu ambao wanapojitoa dhidi ya watu wengine wanajitoa kwa miguu miwili, wanaweza kupenda kwa moyo wao wote. Kwa sababu ya kuhofia kuumizwa, huwa ni vigumu kuwaamini watu ambao wanakuja katika maisha yao. Ni lazima inawachukua muda mrefu ili kuweza kujenga uaminifu kwa watu hao. Kama wewe ni mmoja kati ya wanadamu wenye sifa hii, ni vema ukazingatia ushauri huu. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulizingatia katika maisha yako, jifunze kueleza hisia zako, kwa sababu kitendo cha kuendelea kuishi na hisia zako ambazo zinakusababishia maumivu hali ya kuwa ungeeleza ungepata msaada, utaendelea kuwa katika maumivu yanayokupa huzuni pamoja na msongo wa mawazo. Lakini jambo la pili, hakikisha unaufungua moyo wako. Usiwe mwanadamu ambaye mambo ya zamani yaliyopita yanakufanya uendelee kuufunga moyo wako na kuhofia kuingia kwenye mahusiano, kwa sababu binadamu ni tofauti. Inawezekana waliokuumiza mwanzo ndivyo walivyo, ila wapo ambao unaweza kuwaruhusu wakaja katika maisha yako na wakakupa furaha ya kudumu. Lakini jambo la tatu, ni vema ukawa mwanadamu ambaye unaweza kueleza hisia zako inapotokea umempenda mtu fulani, kwa sababu kitendo cha kuendelea kukaa nazo moyoni utajikuta unawapoteza watu ambao unawapenda. Kundi la tatu la binadamu ni binadamu ambao mistari yao ya moyo ya viganja vyao vya kulia ipo juu ya mistari ya moyo kwenye viganja vyao vya kushoto. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu ambao viganja vyao vinaonekana kama inavyoonekana kwenye picha namba 3, basi wewe ni mwanadamu mwenye sifa na hulka zifuatazo. Namba 1, wewe ni mwanadamu ambaye unatawaliwa zaidi na maamuzi ya sasa kuliko maamuzi ya kuzaliwa nayo. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, mkono wa kulia huwa unamaanisha tabia ambazo mwanadamu alizijenga kupitia uzoefu fulani katika maisha, lakini mkono wa kushoto huwa unawakilisha hisia pamoja na asili, yani vile vitu ambavyo mtu alizaliwa navyo. Basi mstari wako wa kulia ukiwa juu zaidi ya mstari wa kushoto kama inavyoonekana, ujue wewe ni moja kati ya wanadamu ambao maamuzi mengi ambayo unayafanya kwenye maisha yako yanatokana na vitu mbalimbali ambavyo umejifunza katika maisha yako, na si uamuzi ambao unatokana na asili yako. Namba 2, wewe ni mwanadamu ambaye moyo wako huwa unaimarika kadri muda unavyokwenda. Ninaamini umeshawahi kusikia muda ni tiba ya kweli. Basi kauli hiyo huwa inaweza kufanya kazi kwa nguvu zaidi kwa binadamu wa kundi hili, kwa sababu hawa ni wanadamu ambao hata wanapopitia changamoto mbalimbali katika maisha yao ambazo ziliwasababishia maumivu ya kihisia, kadri muda unavyozidi kwenda, hisia za maumivu huwa zinapungua na wanaweza kupona kwa haraka zaidi. Na ndiyo maana hawa ni wanadamu ambao hawaendeshwi na mihemko katika maisha yao, ni kwa sababu maisha yao yameegemea katika mantiki ya kweli kwenye ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe. Namba 3, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kwa vitendo kuliko maneno.
Utakapoingia kwenye mahusiano na wanadamu wa kundi hili, mara nyingine unaweza ukahisi kama hupendwi kwa sababu si wazuri wa kutamka maneno yanayohusiana na mambo ya upendo, lakini badala yake ni wazuri kwenye kuonesha vitendo, na jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini utakapoingia kwenye mahusiano na mtu wa kundi hili. Usiangalie mengi ambayo anayatamka, bali angalia vitendo ambavyo anavifanya dhidi yako. Namba 4, maamuzi ya mapenzi huendana na akili. Asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili, maamuzi mbalimbali ambayo wanayafanya kwenye maisha yao hayajaegemea katika hisia, bali huwa yanaegemea katika akili. Na ndiyo maana kabla ya kufanya chochote, ni wanadamu ambao wanapenda kufanya uchambuzi yakinifu, lakini ni watu ambao wanaweza kupima faida na hasara juu ya hicho ambacho wanataka kukifanya, lakini ni wanadamu ambao hawana utamaduni wa kukurupukia mahusiano, bali huwa wanatafakari kwa kina na kufuatilia mtu ambayo wanahitaji kuingia naye kwenye mahusiano, ili wajue ikiwa ni sawa ama si sawa kuingia na mtu huyo katika mahusiano. Namba 5 ni wanadamu wenye ukomavu wa kihisia kuliko binadamu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wanajitambua katika maisha yao. Si watu ambao unaweza kuwapelekesha kama unavyotaka maishani mwao, lakini ni watu ambao wanapenda kujitathmini. Hivyo hali hii huwa inawasaidia waweze kujirekebisha pale wanapokosea, kwa sababu kuna wakati ambao wanaweza kusimama wenyewe na wakajitathmini kuhusiana na matendo yao, na wanapogundua hawako sawa, wanaweza kujishauri na kubadilika kutokana na vitu ambavyo vimetokea. Lakini pia ni watu ambao huwa wanaweza kuishi bila kutegemea sana uthibitisho wa kihisia kutoka kwa watu wengine. Ndio maana wanapopenda, wanapenda kwa hiari yao na si kwa ushauri wa watu wengine. Kama wewe ni moja kati ya binadamu wa kundi hili, hakikisha kuna wakati mwingine jifunze kufanya mawasiliano kwa kuzungumza, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaweza kupata maumivu katika mioyo yao kwa sababu watahisi hauwajali, kwa sababu baadhi ya wanadamu huwa wanahisi kujaliwa na kuthaminiwa pale watakapoambiwa maneno yenye upendo, lakini kwa sababu kundi la wanadamu hawa ni watu ambao hawapendi kuonesha upendo wao kwa maneno bali kwa vitendo, wanapokuwa mbali na watu ambao wanawapenda, watu wanaowapenda wanaweza wasihisi maana ya upendo, kwa kuwa tu hawa ni wanadamu ambao wanaweza wasikuonesha upendo kwa maneno. Mimi kwa leo ninaamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.